Kama ndo kwanza najiunga na channel hii, basi usisahau kusubscribe, kulike na kucomment. Kuelekea dabi ya Juni 15 kati ya Simba na Yanga za Tanzania, uongozi wa soka wa TFF pamoja na bodi ya ligi ni kama maji yameshazidi unga, hali inayoleta sintofahamu wa mchezo kuwepo au kutokuwepo. Yanga wakisema wachezi, Simba wakisema wanacheza, hali ambayo inaleta sintofahamu kwa baadhi ya mashabiki. Klabu ya soka ya Yanga wao wenyewe wameamua kabisa kutoka hadharani na kuwaomba bodi ya ligi wasijihusishe kabisa klabu yao kuelekea mchezo huo tarehe 15, wakiwaomba mashabiki wote na wapenzi wa soka klabu ya soka ya Yanga wasije wakakata tiketi yoyote wala kwenda kufika katika uwanja wa Benjamin Mkapa hiyo siku ya Juni 15, kwani wakifanya hivyo uongozi hautokuwa na lawama yoyote zile zitakazojitokeza kuhusiana na gharama ambazo watazitumia wao mashabiki. Yanga ameendelea kuonesha msimamo wao, hali ambayo inashtua maendeleo ya soka la Tanzania, kuona hali inazidi kuwa ni ngumu sana. Hivyo waziri wa michezo Profesa Magamba Kabudi, yeye ameonesha kusikitishwa na kukerwa kabisa na mwenendo wa soka wa Tanzania linavyokwenda, isipokuwa watu wanashindwa kuelewa kwa nini serikali iliamua kumwamini na kumpa naibu waziri wa michezo Mheshimiwa Hamis Mwijuma Mwana FA kuelekea sakata hili. Ameshachagua upande na kuonesha wazi yupo katika upande gani, hali ambayo inasikitisha watu wengi na wapenzi wa soka hapa nchini Tanzania. Naibu waziri ambaye yeye angehusika katika suluhu na kusuluhisha kupatikana mwafaka wa dabi ili ichezwe, yeye ameamua kuchagua upande wa kuwa kuatetea klabu ya soka ya Simba na kuona ya kuwa wameonewa na Yanga wanastahili kupeleka timu uwanjani. Ukiwa kama naibu wa michezo, unapaswa kusimamia haki ya kila klabu na kusikiliza changamoto zao na kuamua kutatua changamoto zinazoikabili kila klabu mpaka ya daraja la chini kabisa, sio tu klabu ya ligi kuu. Lakini naibu waziri ameonesha wazi ya kuwa hakupaswa kuwa pale alipokuwa kwenye kiti ambacho amekikalia. Anapaswa kuendelea tu kuwa mbunge na sio kuhusishwa katika masuala yanayohusu vilabu vya Simba na Yanga pamoja na Azam pamoja na timu zote za Tanzania. Swala la michezo linahitaji hekima kubwa na busara, sio ushabiki wala mapenzi ya moyo yakikutuma. Kwa hapo mpaka alipofikia, Mwana FA ameonesha hana sifa za kuwa kiongozi wa michezo katika nchi hii ya Tanzania. Anaweza kuigawa timu, anaweza kugawa mashabiki, na akumbuke ya kuwa ili kuwa waziri ni lazima uwe mbunge. Na hii leo yeye ameonesha upande aliochagua, ameonesha kuwakandamiza klabu ya soka ya Yanga na kuamua kuwa upande wa Simba ambaye anaipenda kutoka utotoni. Pale jimboni kwake kuna wanachama wa klabu ya soka ya Yanga, kuna wapenzi wa klabu ya soka ya Yanga, kuna mashabiki wa klabu ya soka ya Yanga. Hivyo ategemee anguko kuelekea uchaguzi unaokuja, maana kura alizozipata kwa kishindo kipindi ambacho mapenzi yake yalijulikana ni ya Simba na sio uadui kwa Yanga. Watu walimpenda bila kumbagua na kumpa kura kwa kishindo na kuwa mbunge wa jimbo la pale kwao Tanga. Hivyo kuelekea uchaguzi unaokuja mambo yatakuwa ni magumu upande wake, kwani ameonesha chuki za wazi wazi kuelekea katika klabu ya soka ya Yanga na kusimama na Simba ambao walifanya ujinga tarehe 8, ila ujinga wa Simba kuona, aliona makosa ya Yanga ambayo hayajulikani mpaka leo yalikuwa ni nini. Hivyo namshauri tu mheshimiwa ajaribu kutafuta njia yoyote ya kujitetea na kujinasua katika swala hili. Aoneshe msimamo wa uongozi ambao alipaswa na kuaminiwa na Rais Samia Suluhu Hassan na kupewa ile nafasi aliyopewa. Namshauri tu, muda ni mchache, hivyo atafute namna ya kujinasua pale alipojiweka.